Habari, mimi ni Khamisi Salim, mwalimu wa lugha ya Kituruki ndani ya Mapindi App. Unit ya pili, klasi ya 3. Tunaendelea kama kawaida na tunakwenda kuangalia kabla ya kuangalia grammar, ambao ni mfumo wa kuongeza kwenye neno na kuweza kuonesha kwamba iko ndani ya, katika hiki au kwa huyu. Sawa. Tuna nyongeza 2 kwa 4. Sawa. Tunasema tuna da, tuna de, tuna ta, lakini pia tuna te. Sawa. Hizi ndiyo nyongeza zetu katika neno, ili kumaanisha kama tuko ndani ya kitu, kipo kwenye, sawa, kuonyesha kwenye undani. Wakati gani unaongeza da? Wakati gani unaongeza da? Ni vile ambavyo tulisema vitu vya muhimu vya kuzingatia ni zile herufi nzito na herufi nyepesi za silabi, kama mnakumbuka. Kwa hiyo ukishazimark, ukishazikariri, kazihifadhi na kuzifahamu vilivyo kabisa, basi hapa kutakuwa hakuna ugumu wowote ule. Sawa. Tunaweza tukafafanua hapa, da unaiongezaje kwenye neno wakati nyuma kukiwa kuna herufi zifuatazo. Kuna a, halafu kuna kuna o na kuna u. Wakati gani unaongeza de? Unaongeza kukiwa kuna i, na u. Sawa. Kwenye hilo neno ambalo unatakiwa uliongezee de au da, ndipo unaangalia nyuma yake. Sawa. Hilo neno unalotaka kuliongeza unaliangalia kuanzia mwisho kuja kushoto, kuanzia kulia kuja kushoto. Herufi gani ya silabi ambayo ni katika hizi ili uweke hii, au katika hizi uweke hii. So ni mchangano wa namna hiyo. Ta ina kesi, ta na te ina kesi zake tofauti. Herufi za nyongeza zinakuwa ni hizi, ni a, i, o, u. Hizi ndio herufi za kuchunguza kama unataka kuongeza ta. Na pia inakuwa ni i, na u, ambazo tunazichunguza ili tuweze kuongeza hapa. Lakini kuna cha ziada. Hizi de tuzifute kwanza, ili tupambane na hii kesi ya ta na te. Kwenye neno, sawa, kwenye neno letu ambalo kukiwa kuna herufi imeishiwa na hizi herufi miongoni tutakazoziandika hapa, basi utatakiwa ongeza ta au te. Tunaangalia herufi ya mwisho tu katika kesi hizi ya ta, te. Ili kuweka au a, ndio unaangalia kesi hizi hapa. Tuna herufi hizi hapa zifuatazo. Kuna che, sawa. Alafu kuna herufi ya pili ni f, kuna h, alafu kuna herufi nyingine, kuna p, alafu kuna s, alafu kuna te. So hizi badala ya s pia tunaongeza she. Kwa hiyo hizi ni herufi ambazo ukiziona zimeishia kwenye neno, zimekaa mwisho wa neno, basi jua achana na da, fatana na ta au te. Hasa ni ta au te ndio unaangalia huku nyuma sasa. Sawa. Huo ni ufafanuzi wa namna hiyo. Sawa. Naweza tukafuta hapa kwa ajili ya kuona mifano vizuri zaidi. Mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza, kwa mfano mnakumbuka, si ndio? Kuna da, de, ta na te, si ndio? Neno tuna sınıf. Sınıf ni darasa. Sawa. Tunataka kusema darasani, ndani ya darasa. Tunaongeza da, de, ta, te.
Tunaangalia herufi ya mwisho ni F, ni katika zile herufi ambazo zinachukua ta au te. Kwa hiyo moja kwa moja hapo tunaachana na te na de au da. Kesi yetu ni ta au te. Okay, tumeshajua kwamba pinakaa te kwa sababu herufi ya mwisho ya neno ni F katika zile herufi tulizoziandika mwanzo. Tuna nyuma ya F kuna herufi gani ya silabi? Kuna e ambayo haina nukta. Unakumbuka kabisa kule a inaendana na herufi ambazo ni e, a, o au u. Sawa? Herufi zote ambazo hazina nukta za silabi. Kwa hapa inakuwa ni a. Kwa nini imekuja a? Kwa sababu ya huyo ambaye hana nukta hapa. Na kwa sababu gani te? Kwa sababu huyu F ni miongoni mwa herufi ambazo zina waongeza ta au te. Sawa? Mfano wa pili. Okul. Okul herufi ya mwisho ni le. Kwa hiyo herufi ya ta au ta kesi imeisha, tuangalie. Kwa hiyo tuko kwenye de au da. Tunarudi hapa tunaangalia hii hapa herufi ya mwanzo ni ipi? Ni u. Kwa hiyo hapa inakuwa ni a kwa sababu a anaendana na huyo. Sawa? Mfano mwingine Ahmed kwa mfano. Sawa? Ahmed. Ahmed ni jina la mtu mwanaume. Sawa? Kwa hiyo tunataka kusema saa ipo kwa Ahmed, mkoba uko kwa Ahmed, sijui kipo kwa nani. Kwa sawa, tunaongeza ta au da au te au da. Kwa sababu tuna te hapa, kwa moja kwa moja inakuja te. Sawa, lakini wakati unaandika hizi kuna majina ya watu, baada ya jina la mtu unaweka kikoma juu yake hapa. Unaweka kikoma, afu ndo unaweka hiyo nyongeza yako ya kuelezea sehemu ya undani ilipo. Kwa hiyo ni Ahmed, hii ni e. Kwa hiyo Ahmed te. Kalamu iko kwa Ahmed kwa mfano. Kalem Ahmed te. Kalamu iko kwa Ahmed. Wanafunzi wako shuleni. Öğrenciler okulda. Wanafunzi wako shuleni. Sınıfta. Sandalye sınıfta. Kiti kiko darasani. Sawa. Hii ni michanganuo na mifano ambayo inaweza ikawa imekuelezea zaidi. Tufanye mchanganuo wa mifano. Sawa. Ukitaja jina la mtu, kwa mfano Zeynep, Zeynep, sawa. Zeynep, na ukitaja jina la sifa inayomhusisha mtu, öğretmen, sawa. Alafu pia ukaja ukasema neno ambalo linaelezea sehemu fulani, kwa mfano masa, meza, sawa. Hapa tutaongeza da. Umeshajua kwa nini tumeongeza da? Sawa. Hapa tutaongeza de. Umeshajua kwa nini tumeongeza de? Hapa tutaongeza te. Umeshajua kwa nini tumeongeza te? Kuna pi, alafu pia kuna e. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo zimefanyia tuongeze. Kwa hiyo kwenye sifa za watu au majina ya watu, hii inakuwa ni swali la kimde. Kimde iko kwa nani? Kwa nani? Kwa ni kwa mwalimu, kwa Zainabu, kwa Ahmedi, kwa Jackson na vitu kama hivyo. Masada, okulda. Sawa. Hii ya okulda na hii itakuwa ni nerede. Inakuwa ni jawabu
la swali la nerede wapi, na hapa katika majina ya watu au sifa inayomhusisha mtu inakuwa ni jibu la swali la kimde. Sawa. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unaweza ukavimark na kuweza kuvifanyia mazoezi baadaye na vikakaa vizuri kabisa. Sawa, nitoe maswali kadhaa ambayo yanaweza yakakusaidia kwa ajili ya kuweza kuelewa zaidi au kuyajibu. Nataka uyajibu. Swali la kwanza kwamba çocuklar nerede? Çocuklar nerede? Unatakiwa ulijibu hili swali kama homework yako. Lakini swali la pili, bilgisayar masada mı, mi, au mu? Watoto wako wapi? Utajibu bilgisayar masada dash dash. Kuna dash dash itaingia m, mi, au mu. Kompyuta iko juu ya meza. Nataka hii nyongeza ambayo tutaiweka hapo kwenye mfumo wa swali. M au mi au au mu. Masada m, mi, mu. Hili ni swali ambalo unaweza ukaliongezea wewe hapa. Chagua moja katika hizi, weka hapa. Alafu utajua kwa nini umeweka hii na kwa nini umeweka hii au umeweka hii. Zote utakuwa umeweza kuelewa. Basi tukutane katika somo lijalo hapa ndani ya Mapindi App. Elimu kiganjani.